Karibu tena Pop Recaps, na leo nawaletea movie kali inayohusu kijana anayepambana kutimiza ndoto yake ya kuingia chuo kikuu katika shule inayotawaliwa na vurugu na mapigano. Je, ataweza kushinda changamoto hizo na kutimiza ndoto yake, au mfumo huo utamvunja kabisa? Hii ndiyo shule yenye matatizo zaidi katika Korea yote. Huko wanafunzi si tu kwamba wanatukuza vurugu, bali hata nafasi za ufaulu darasani zinaweza kuamuliwa kwa mapigano. Hata hivyo, katikati ya mazingira hayo mazito, Ga-min bado ana ndoto ya kujiunga na chuo kikuu cha kiwango cha juu. Tangu akiwa mdogo, anajua kwamba elimu inaweza kubadilisha hatima yake. Hivyo bila kushurutishwa na mtu yoyote, anajiandikisha kwenye madarasa mbalimbali ya ziada. Baada ya kujitahidi sana, hatimaye anakuwa watatu kutoka nafasi ya mwisho. Hata hivyo, jambo hilo halimkatishi tamaa, na anapoingia shule ya sekondari ya chini, hata anaajiri mwalimu wa binafsi. Lakini licha ya juhudi zote hizo, alama zake zinaendelea kuwa vile vile. Bado anakuwa watatu kutoka mwisho. Kisha anaanza kujilaumu kwa kutokuwa amejitahidi vya kutosha. Ndiyo maana anasoma kila mahali, kwenye basi, wakati wa mapumziko, na hata bafuni. Hatimaye anafanikiwa kupanda hadi nafasi ya pili kutoka mwisho. Hata hivyo, baada ya kushindwa mara kwa mara, polepole anaanza kupoteza hamasa, mpaka siku moja anawasikia baadhi ya wanafunzi wenzake wakizungumza kuhusu kujiunga na shule ya ufundi na kuingia chuo kikuu kupitia udahili maalumu. Wakati huo, hamasa yake ya kusoma inarudi ghafla. Hivyo Ga-min anaingia kwa shauku katika shule ya ufundi, lakini muda si mrefu anagundua kwamba si kama alivyotarajia. Anafikiri kwamba akiinamisha kichwa na kujitolea kusoma, kila kitu kitaenda sawa. Hata hivyo, alama zake zinaendelea kuwa za pili kwa ubaya. Kisha anadhani kwamba wanafunzi wenye matatizo zaidi huenda husoma sana nyumbani. Kwa hiyo anaamua kujaribu chaguo lake la mwisho, kuanzisha kikundi cha kujifunza. Rafiki wa mama yake alikuwa ametaja kwamba mwanawe alipanda nafasi 10 baada ya kujiunga na kikundi kama hicho. Hivyo Ga-min anaomba kujiunga na vikundi mbalimbali, ingawa kila mara anakataliwa kwa sababu yuko nyuma sana kimasomo. Baadhi ya wavulana hata wanamdhihaki, wakimwambia kwamba ingekuwa bora azaliwe upya kuliko kujiunga na kikundi cha kujifunza. Kuanzia wakati huo, Ga-min anaapa kuunda kikundi chake mwenyewe. Ndiyo maana anaanza kumtafuta mwanafunzi mwenye akili zaidi kati ya wavivu. Hatimaye anampata Sehyun. Wakati tu anapomwalika kusoma, mvulana anayeshika nafasi ya 173 anampa changamoto ya kupigana. Sehyun hataki kupigana, lakini mtu wa karibu naye anamuonya kwamba asipopigana vizuri ataripotiwa kwa idara ya nidhamu. Idara hiyo inafanya kazi kama genge rasmi la shule lenye jukumu la kuwashughulikia wanafunzi wasumbufu kwa kutumia vurugu bila tatizo lolote. Ndiyo maana Sehyun hana chaguo lingine isipokuwa kujitetea. Kwa bahati mbaya, hana nguvu za kutosha, na mwisho wake anashindwa kwenye pambano hilo. Siku hiyo hiyo, mwalimu mpya anawasili. Jina lake ni Lee Han-kyung. Ga-min anatambua mara moja kwamba ndiye aliyekuwa mwalimu wake wa binafsi alipokuwa sekondari ya chini. Daima alikuwa akitambua juhudi zake na aliamini kwamba siku moja angeweza kushinda matokeo yake mabaya. Hata hivyo, anapoanza kulisimamia darasa, wanafunzi wanaonyesha ukosefu mkubwa wa heshima, hata mmoja wao akifanya vitendo vya kukera. Kisha kiongozi mbabe wa darasa, Pi Han-ul, anaamka akiwa na hasira, anatupa kahawa kwenye ubao na kumwadhibu aliyesababisha tukio hilo. Baada ya kipindi kumalizika, Ga-min anamtafuta mwalimu Lee ili kumkumbusha yaliyopita, naye kwa upole anamuuliza masomo yake yanaendeleaje. Akiwa na furaha, Ga-min anamweleza mpango wake wa kuanzisha kikundi cha kujifunza, na anasema tayari ana mtu akilini wa kujiunga, Sehyun. Kuanzia hapo, Ga-min anaanza kumfuata kila mahali, huku akizungumza bila kukoma. Hatimaye, Sehyun anachoshwa kabisa na hali hiyo na anakubali kumpa masomo ya binafsi. Anamfafanulia mada mbalimbali kwa uvumilivu mara kwa mara, lakini Ga-min bado haelewi. Ingawa anaandika maelezo ya kina sana, yote yanaishia kuwa bure kwa sababu kwa kweli hana kipaji cha kusoma. Kisha Sehyun anakataa kujiunga na kikundi chake na anamuonya Ga-min asiye na uzoefu kwamba Baek Jang-won hataruhusu jambo hilo kamwe. Baba yake ni kiongozi maarufu wa uhalifu anayejulikana kwa ukatili wake. Baek Jang-won ndiye namba 1 shuleni, si kwa sababu ya alama zake, bali kwa sababu ya nguvu zake. Zaidi ya hayo, ameunda mfumo wa viwango unaowafanya wanafunzi kuwa na tamaa ya nguvu. Hata hivyo, Ga-min anaendelea kusisitiza na anamwonyesha Sehyun ripoti yake ya matokeo yenye nafasi ya pili kutoka mwisho, akijaribu kumshawishi wasome pamoja
pamoja ili waingie chuo kikuu, lakini Sehyun anakasirika. Anararua karatasi hiyo na kumwonya aache kumsumbua bafuni. Baadaye anadhani kwamba Gamin bado anamfuata, hivyo anatukana kwa sauti. Hata hivyo, kwa mshangao wake, anayekuwepo pale ni Pi Han-ul. Sehyun anaomba msamaha haraka kwa kumchanganya, lakini Pi Han-ul hamwachii na anadai woni 2,000 kama fidia. Sehyun anapata wasiwasi, lakini hata hivyo anapigwa vibaya sana. Mara hiyo Gamin anatokea akiwa amevaa barakoa na ameshika kizima moto mkononi. Katikati ya vurugu hizo, anafanikiwa kumwokoa. Hata hivyo, Sehyun hamshukuru na badala yake anamlaumu kwa kujiingiza kwenye tatizo hilo, kwa sababu anajua kwamba akitoroka wataendelea kumfukuza na kumtesa milele. Kisha anajaribu kuondoka, lakini anakutana tena na Pi Han-ul. Ingawa anapigwa tena, Sehyun hafichui kwamba Gamin ndiye aliyemwokoa. Wakati hali inafikia kilele, Gamin anatokea, anauvunja ule mti na kumfanya Pi Han-ul apoteze fahamu. Kwa Gamin, afya njema daima ina uhusiano na alama nzuri. Ndiyo maana tangu darasa la 3 la shule ya msingi amekuwa akifanya mazoezi kila siku. Mjomba wake ambaye ni mmiliki wa shule ya sanaa za mapigano anataka kumfanya awe mrithi wake, lakini Gamin ana lengo moja tu kichwani: kusoma. Baada ya kuokolewa, Sehyun anarudi nyumbani akiwa amechoka kabisa. Huko baba yake ambaye amezama kwenye ulevi anamsisitiza ajifunze kazi ya uchomeleaji baada ya kuhitimu, kwa sababu anaamini kwamba chuo kikuu ni kupoteza pesa tu. Kulingana naye, kitu pekee kinachoweza kumfanya mtu aheshimiwe maishani ni ujuzi wa vitendo. Kisha Sehyun anatoka nyumbani akiwa mwenye huzuni, akiwa amebeba mfadhaiko ambao hawezi kueleza. Siku zote alikuwa mwanafunzi bora, lakini kwa kumtii baba yake, anaacha shule ya wasomi na kuishia katika shule ya ufundi. Hakuna mtu isipokuwa Gamin anaelewa wala kuunga mkono ndoto yake ya kwenda chuo kikuu. Ndio maana anachukua daftari lake la zamani la makosa na kuliacha juu ya dawati la Gamin. Hata hivyo, wakati Gamin anakaribia kumshukuru, dawati linampiga ghafla. Pi Han-ul anagundua kwamba yeye ndiye alikuwa mvulana aliyevaa barakoa. Anachukua daftari hilo na kulichoma moto. Akiwa na hamu ya kuliokoa, Gamin anakwepa mashambulizi yake na bado anafanikiwa kumwangusha, lakini daftari linaharibika kabisa. Kisha Gamin anakasirika na anaamua kupigana kwa dhati dhidi ya Pi Han-ul. Baada ya kubadilishana mashambulizi kadhaa, Pi Han-ul anaanguka chini bila uwezo wa kujitetea. Hata hivyo, akiwa amejaa hasira na kukata tamaa, anatupa mkoba unaowaka moto, lakini Gamin anaupiga teke kwa utulivu na kurudisha moja kwa moja mikononi mwake. Mwanafunzi wa nafasi ya 220 anamshinda mmoja wa wanafunzi 10 wenye nguvu zaidi. Shule nzima inabaki katika mshangao, ingawa Gamin anataka tu Pi Han-ul amke na amwombe Sehyun msamaha. Anapoona mkono wa Gamin umeungua, Sehyun analitupa daftari hilo kwenye pipa la taka kwa hasira na anakubali kujiunga na kikundi cha kujifunza. Wakati huo huo, mwalimu Lee Han-kyung anaingia mbio na kuuzima mkoba unaowaka moto, ingawa tayari ni kuchelewa sana. Mkaguzi anayefika kukagua shule anashuhudia pambano hilo pamoja na moto huo. Mara moja, naibu mkuu wa shule anamnyoshea kidole Gamin kama mshambuliaji na anaamua kumfukuza. Hata hivyo, mwalimu Lee Han-kyung anakusanya ujasiri na kusema kwamba kosa pia ni la shule, kwa sababu Gamin hakuwa na njia nyingine baada ya kunyanyaswa na kushambuliwa kwanza. Zaidi ya hayo, anaweka wazi kwamba katika shule hiyo wanafunzi wanalazimika kutumia vurugu ili kujilinda. Mkaguzi anamtambua Lee Han-kyung kama mtu aliyepata alama ya juu zaidi kwenye mtihani wa uidhinishaji wa walimu wa mwaka uliopita. Hata hivyo, hakuwahi kujisajili na cheti chake kilifutwa. Kisha anamuuliza anapanga kutatuaje tatizo la shule hiyo. Katikati ya hofu, Lee Han-kyung anakumbuka wazo la kikundi cha kujifunza la Gamin na anaamua kuliunga mkono. Mkaguzi anaonekana kuvutiwa. Naibu mkuu anakubali kwa kusitasita, lakini anaweka sharti: kikundi hicho lazima kipate wanachama 5 ndani ya wiki 2 ili kitambuliwe kama klabu rasmi. Ili kufanikisha hilo, Gamin na Sehyun wanachapisha matangazo ya kuandikisha wanachama, lakini hakuna anayejitokeza. Wakati huo huo, uvumi unasambaa kwamba Gamin ni mnyama wa kutisha anayeweza kutema moto. Mwanafunzi anayeshika nafasi ya 3 kwa nguvu za mapigano haamini hadithi hizo. Anapuuza maonyo ya wengine na kwenda kumpa changamoto.
Hata hivyo, Gamin anadhani amekuja kujiunga na kikundi cha kujifunza, hivyo anamkaribisha na kugeuka kutafuta fomu ya maombi. Mvulana huyo anashambulia mara moja, lakini Gamin anaendelea tu kutafuta fomu hiyo. Ndio maana anakwepa kila shambulio bila juhudi, kana kwamba hata hatambui kinachoendelea. Anapoona karatasi imepondwa, anaenda kuchukua nyingine. Wakati huo huo, mshambuliaji anatupwa mpaka kwenye mlango wa makabati. Gamin anabaki amechanganyikiwa bila kuelewa vizuri nini kimetokea. Sehion anabaki amepigwa na butwaa, na wanafunzi wanaotazama kutoka nje wanaanza kumwona kama mtu anayeweza kumshinda yeyote bila juhudi. Hivyo uvumi huo unazidi kuongezeka. Bila kujua, Gamin anatengeneza hadithi nyingine ya kutisha. Sasa anakuwa mtu wa kuogopwa na wanafunzi wa viwango vya chini, na hakuna anayethubutu hata kumtazama machoni. Hata hivyo, yeye anataka tu kupata wanafunzi wanaopenda kusoma kupitia mawasiliano ya macho. Kwa bahati mbaya, hakuna anayeonekana kuwa na hamu ya kujifunza. Wakati akilalamika kwa Sehion, anaona mvulana mmoja wa kipekee akikaribia. Sehion anamweleza kwamba huyo ni Park Gyeonyop, rafiki wa zamani wa shule yao ambaye baadaye alikwenda kusoma Marekani. Gamin anakimbia kumfuata na kwa moyo wa dhati anamwalika kujiunga na kikundi cha kujifunza, lakini Park Gyeonyop anadhihaki hali hiyo na kuweka wazi kwamba hajali kama wavulana wanaomzunguka wataumia ili tu kuanzisha klabu. Kadiri muda unavyozidi kuisha, Sehion anamshauri Gamin ajikite kwenye michezo badala ya kuendelea kusisitiza masomo. Gamin anajua ana kipaji cha kimwili, lakini bado anapenda kusoma. Kwa upande mwingine, mwalimu Lee Han-kyung anajaribu kuwapa moyo kwa kununua vifaa vingi vya kujifunzia na kuwaletea chakula. Lee Han-kyung anapofika nyumbani, anakuta mlango umevunjwa. Pi Han-ul akiwa amejaa majeraha yuko ndani. Kabla ya hapo, alikuwa amepewa adhabu na Baek Jang-won kwa kushindwa dhidi ya Gamin. Pia anaamriwa kuhakikisha kwamba mwalimu Lee Han-kyung anapoteza kazi yake ikiwa anataka kuendelea kuishi. Katika wakati wa hatari zaidi, taa zinazimika ghafla, kisha mvulana mmoja anaingia kwa nguvu, anawaangusha wote na kumsaidia Lee Han-kyung kutoroka. Wakiwa kwenye lifti, anavua kofia yake na kufichua kwamba yeye ni Park Gyeonyop. Wawili hao walikuwa tayari wamewahi kukutana chuoni. Kisha anampeleka hadi kwenye maegesho ya magari. Anajaribu kupigia simu polisi kwa kutumia simu yake, lakini jambazi mmoja anaipokonya. Baadaye anajaribu kusimamisha mapigano, ingawa anathubutu hata kumshambulia mwalimu. Park Gyeonyop anapambana na maadui kadhaa, lakini mwishowe anazidiwa na kundi hilo. Pi Han-ul anamtambua kama mvulana aliyehusika katika kesi ya mauaji ya kiholela wakati wa sekondari na anaamuru apigwe. Baadaye anajaribu kumshambulia mwalimu Lee Han-kyung, lakini Gamin anatokea ghafla. Anavua miwani yake na kupigana peke yake kabisa. Ananyakua vijiti na minyororo ya maadui zake, anavigeuza kuwa silaha za muda na kuwaangusha mmoja baada ya mwingine. Wakati huo huo, Park Gyeonyop anataka kuuliza kuhusu kesi hiyo ya mauaji kwa sababu inaonekana inahusiana na kifo cha mama yake. Ili kuzuia hali isizidi kuwa mbaya, Gamin anamzuia, na kwa sababu hiyo Pi Han-ul anafanikiwa kutoroka. Park Gyeonyop anajaribu kumfuata, lakini maumivu ya tumbo yanamzuia. Kabla ya kuondoka, anamshauri mwalimu Lee Han-kyung asiwe na imani kwamba watu wabaya daima watapata adhabu ya haki. Pia anamwonya Gamin asiunde kikundi cha kujifunza. Baadaye, mwalimu Lee Han-kyung anamrudishia Gamin kitabu chake kuhusu Bruce Lee. Alikuwa amekwenda huko kwa sababu alikuwa amekisahau. Hata hivyo, mtu anapobonyeza kengele ya mlangoni, anasita kama ampigie polisi simu. Anapofungua mlango, anaona mmoja wa majambazi. Mvulana huyo anapiga magoti na kumsihi amsamehe, akieleza kwamba walifanya walichoamriwa na Baek Jang-won na kwamba kama wangekataa wangeweza kuuawa. Lee Han-kyung anamwonea huruma na anakubali kumwachia aende, mradi tu ajibu maswali yake kwa uaminifu. Hapo ndipo sehemu ya kwanza inaishia. Usikose sehemu ya pili inayokuja hivi karibuni kujua kitakachomtokea Gamin na jinsi safari yake itakavyoendelea. Ukipenda recap hii, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe.